tunataka we. Tunataka nchi yetu sasa tumetoka. Tafrani hii. 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 Tunataka nchi yetu sasa tumetoka. Teremsha kidogo. ACT Wazalendo. Ndio baridi ya mvua tu hii. Mmetuambia mko tayari kwa mapambano, au sio? Basi tuyaone eti. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Mabadiliko na uwazi. Shusha tanga. Shusha tanga. Shusha tanga. Safari. 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 Vijana mpo? Mpo tayari? Asanteni sana. Sasa nimeamini kama mko tayari. Ndugu mgeni rasmi katika kongamano hili ambaye ni rais mtarajiwa wa Zanzibar inshallah Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na pia ni mwenyekiti wa chama chetu taifa, ndugu makamu mwenyekiti wa ngome ya vijana ACT Wazalendo upande wa Zanzibar, ndugu katibu wa ngome ya vijana ACT Wazalendo taifa, ndugu naibu katibu mkuu wa chama upande wa Zanzibar, na kwa sababu ya itifaki kubwa iliyokuwa leo ndani humu, naomba mkubali niseme kwamba itifaki iliyobakia yote nimeizingatia. Assalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye siku ya leo katuamsha kwanza sehemu nyingi kukuwa kuna baraka ya mvua, lakini pia akatujalia neema zake za uhai na uzima tukaweza kukutana hapa katika ukumbi wa Samail kwa ajili ya kongamano hili. Tunasema alhamdulillah rabbil alamin. Sala na salamu zimfikie mtukufu wa daraja, mbora wa viumbe vyote na kiongozi wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kisha ni ushukuru na kuupongeza uongozi wa ngome ya vijana Zanzibar kwa kuandaa kongamano hili. Hongereni sana. Lakini pia nitakuwa mwizi wa fadhila kama sijawashukuru kwa kunialika kuwa mmoja katika watoa mada wawili kwenye kongamano hili. Nasema asanteni sana. Kupangiwa utoe mada ukiwa umeambatanishwa na mtu kama Mheshimiwa Othman, kwa hakika unaonewa, kwa sababu hakuna njia yoyote
nitakayomkaribia hata 10% ya maarifa yake, lakini nashukuru kanisaidia yeye mwenyewe. Aliponiomba kwamba mimi nijikite kwenye eneo la historia na yeye atakuja kuyapakua utandu na ukoko yaliyoko hivi sasa. Sasa kwenye historia, mwaka jana vijana mtakumbuka tulipofanya kongamano kama hili kwa upande wa kisiwa cha Unguja, kuna maneno niliyatumia na naomba nianze na hayo, kwa sababu nimeombwa nizungumzie historia ya kuundwa muungano huu. Wana falsafa na wana historia wana usemi wao maarufu niliusema mwaka jana. Wanasema history is written by the victors. Yaani historia ina kawaida ya kwamba inaandikwa na waloshinda. Wanakusudia nini? Kwa zamani mataifa au jamii zikipigana, wale wanaoshinda ndo wanaoeleza historia, sio wenye mamlaka na utawala, na wataiandika na kueleza historia katika hali ambayo itawaweka wao katika sura nzuri na kuwaonesha wengine kwamba wote ni waovu. Lakini itaeleza pia yale mapambano kama ilikuwa ni vita katika taswira ambayo labda itaka kuonesha kwamba wao walikuwa wema na wamepigania jambo jema. Sasa hiyo ndio hali iliyopo katika Tanzania. Propaganda zimekuwa nyingi kuliko ukweli, na muungano huu unapoelezwa historia Kwa hivyo wamekuwa wakikulisheni vijana propaganda na uongo mwingi sana. Bahati nzuri kwa upande wa Zanzibar, kwa miaka mingi sana wamekuwa wana hasira, kwa sababu Wazanzibari wanajitambua na kwa sababu elimu ya kutosha ilitolewa miaka na miaka chini ya maalimu wetu mkuu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad. Lakini tuwe wa kweli, hapa katikati kidogo, kutokana na misukosuko tulopitia, ajenda hii haikupewa uzito kama ule ambao ilikuwa ikitolewa ile miaka ya nyuma. Kwa hivyo pengine kizazi chenu hakijashiba vile ambavyo kizazi chetu kilishibishwa. Sasa baada ya utangulizi huo, mada yenu mmesema vijana na Zanzibar tuitakayo, muungano wa haki na usawa. Sasa kwangu mimi haki na usawa, na kwa neno moja mmeliacha leo, huwa tunalisema hivi, ni haki, heshima na usawa. Lazima kuwepo na kuheshimiana. Na hata ukizipitia ilani zetu za uchaguzi zimekuwa zikisema hilo, kwamba msimamo wetu sisi ni lazim tuwe na muungano wa haki, heshima na usawa. Sasa hiyo haki, heshima na usawa inaanzia kwenye kuieleza historia.
Na mimi hapo ndio napotaka nianze. La kwanza, na kuombeni sana, sababu hili nitalirejea sana kila ninapokwenda. Na kuombeni sana vijana wa sasa, someni. Moja katika ila tulionayo ya hizi zama zenu, manake katibu alisema ni age of reason, lakini reason haiji kama huna maarifa. Na balaa zaidi katika zama zenu nyinyi yamekuja, yana faida zake lakini pia yana hasara zake. Haya mambo ya teknolojia, na hasa kwenye hizi simu hizi, zimekuwa balaa. Badala ya kutafuta maarifa kwa upana wake ambayo yamo, lakini mara nyingi tunazitumia simu kwa mambo mepesi mepesi. Kwa hiyo akili hatuziongezei maarifa, hazitanuki. Kwa hivyo la kwanza nalowaomba, ili tuelewane katika haya, mimi nitayagusia tu hapa, haya lazima muyatafute. Na uzuri wa leo, yote haya ukenda ukitafuta kwenye mtandao yamo, yanapatikana. Kwa hivyo la kwanza naomba, haya nitayowapitisha mkayatafute zaidi, ili mjiridhishe, mkasome nyinyi wenyewe. Tunaelewana? Kwa hivyo katika hili nilikuwa nasema, mimi ninapotaka kuanzia kwenye historia, kwanza nimewaambia kwamba history is written by the victors. Sasa hapa tunataka tupaweke sawa, tuueleze ukweli, ili leo propaganda zikae upande na zisiingie tena katika nafsi zetu. Kitu kilichoasisi muungano ni nini? Muungano umeasisiwa na nini? Hebu kama kuna mtu anajua anyoshe mkono anaambia hapa. Muungano umeasisiwa kupitia mkataba wa muungano, Articles of Union. Sasa kama kawaida ya nyaraka nyingi za kisheria, ule mkataba wa muungano una kitu kinaitwa preamble, yani utangulizi. Na hata katiba zetu kizama huwa zinaanza na preamble. Hata mara nyingine ukianza mikataba midogo midogo tu yenu wenyewe binafsi, mnaweka utangulizi. Kwenye mkataba wa muungano, kwenye preamble, kwenye articles, wanasema kwamba kwa kutambua umoja wa asili wa watu wa nchi mbili hizi, kwa maana ya Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar, kwa kutambua asili na mahusiano ya muda mrefu na maingiliano ya watu wa nchi mbili hizi, na kwa lengo la kuimarisha, kukuza na kuendeleza umoja wa Afrika. Tunafahamiana? Naomba tuende vizuri. Kwa lengo la kuimarisha, kukuza na kuendeleza umoja wa Afrika. Na maneno mengine, ndio nchi zetu zinaungana. Sasa hapo ndio nataka mimi mpaanze kupapigia mstari na mkaanze utafiti wenu kuanzia hapo. Mimi nitawaongoza kwa ufupi tu kwamba je, ni kweli hayo yalosemwa kwamba ndio malengo yake? Na leo tuna nafasi nzuri kutathmini baada ya miaka 61. Sasa mimi hapa, kabla sijaeleza mtazamo wangu, nataka kuwakumbusha jambo moja lilitokea katika bunge la katiba mwaka 2014.
Kama kweli lengo la muungano huu lilikuwa ni kuimarisha, kukuza na kuendeleza umoja wa Afrika, la kwanza jiulizeni nyie vijana, kwa nini miaka 61 hajajiunga mwingine, tumebakia wawili tu? Sijui mnanifahamu? Kama lengo ni Pan-Africanism, umoja wa Afrika, African Unity, hili lengo lilikuwa la nchi mbili tu katika nchi zaidi ya 50 za Afrika. Na propaganda na nahau hizi zilikuwa ndo midomoni mwa viongozi wa Kiafrika wakati wa kupigania uhuru. Mbona hajajiunga mwingine mpaka leo miaka 61? Hilo nataka jiulize. Na tunaambiwa baadhi ya nchi, moja ambayo viongozi wengi wameithibitisha ilikuwa Zambia. Zambia chini ya Rais Kenneth Kaunda walitaka kujiunga na wao, lakini wao wakaleta watu wao kwanza kuja kustadi, kuusoma huu muungano kabla hawajajiunga. Walipomaliza kusoma akasema hapo hapo imekwisha, wala dhalin amin, hatumo. Na baadaye watu kama mzee Hassan Nasr Moyo chama chenu, kwa sababu ya ile study ambayo walishaifanya. Kwa hiyo nasema kama lengo ni African Unity, umoja wa Afrika kama ilivyoelezwa kwenye hati ya muungano, mbona wengine hawajajiunga? Tupo sasa, wacha hilo, tuseme mwingine hajataka kwa sababu hana nia. Tuje kwa hawa wapiga debe. Bado nachambua kwanza kiini cha hoja yao kwamba historia ya muungano huu lengo lake ni umoja wa Afrika. Hao wapiga debe wakubwa ambao ni hodari wa kutupa kila majina mabaya sisi wengine, kama kweli lengo ni umoja wa Afrika, mwaka 2014 tukiwa kwenye bunge la katiba, mlokuwa kwenye bunge la katiba mnaweza kukumbuka baadhi yenu, Mheshimiwa Othman anakumbuka, tulikuja na pendekezo tena kwa maandishi wakati tunaichambua sura ya kwanza na sura ya 6 ya katiba pendekezo, kwamba ikiwa lengo kama lilivyoelezwa katika waraka ulioanzisha muungano huu ni umoja wa Afrika, basi pale mwanzo kwenye katiba, baada ya kutamka tu na kuitambua Jamhuri ya Muungano, ambayo sisi tulipendekeza iitwe shirikisho, tukapendekeza kiwepo kifungu kidogo kinachosema kwamba nchi nyingine yoyote ya Afrika ikitaka kujiunga na shirikisho hili inaruhusiwa kufanya hivyo baada ya kuridhiwa na nchi wanachama wanaounda shirikisho hilo. Kwa hivyo kama Kenya angetaka kujiunga, maana yake Zanzibar na Tanganyika wakiridhia iruhusiwe kujiunga. Sio mtaka umoja wa Afrika, au sio? Kama Zambia ikitaka kujiunga, wakiridhia Kenya na Zanzibar na Tanganyika waruhusiwe kujiunga. Kama Uganda wanataka kujiunga, kama Seychelles wanataka kujiunga, kama Rwanda wanataka kujiunga, kama Burundi, kama Kongo, kama what? Sasa kama mtu kweli lengo ni umoja wa Afrika, pendekezo hilo wanalitoa akina Jusa, si ungetegemea hao waumini wa muungano na umoja wa Afrika si wapige makofi kweli kweli, washangilie? Cha ajabu,
walikuwa wakali kama moto kukikataa kifungu hicho. Mpo vijana? Na haya yote yapo katika record, kwa sababu majadiliano yote ya bunge la katiba yako kwenye Hansard. Mpaka kile kifungu kikae vipi, tulifika kukiandaa kiandikwe vipi. Wanaojiita waumini wa Umoja wa Afrika wakakipinga wakali. Mnajua kwa sababu gani? Kwa sababu na hapo ndio nataka kuja sasa. Lengo tangu asubuhi halikuwa Umoja wa Afrika. Lengo lilikuwa ni kuitawala, kuikoloni Zanzibar. Lengo lilikuwa ni kuidhibiti Zanzibar. Na ndio maana hawezi kuruhusiwa mwingine akaja, kwa sababu mkisha kuwa wawili watatu hamwezi tena yule mmoja mwenye lengo la kudhibiti akajifaragua anavyotaka, hatakuwa peke yake. Nimewachukua huko na nataka kufikisha hapa kwanza kwamba lengo si kweli kama wanavyosema liko Umoja wa Afrika. Na hapo sasa nataka kuingia katika maudhui ya sababu na historia za kuundwa muungano. Sitoingia kwa undani sana kwa sababu ya muda, lakini sababu kubwa zilikuwa mbili. Au niseme labda sababu kubwa ilikuwa ni moja, lakini ina wachezeshaji wawili. Sababu kubwa ilikuwa ni kuidhibiti Zanzibar. Hiyo ndio sababu moja kubwa tu. Lakini waliokuwa na maslaha ya kuidhibiti Zanzibar walikuwa wawili, ndio hao ninaowaita wachezeshaji wawili, players wawili. Na haya sasa yapo katika nyaraka za kihistoria. Wa kwanza walikuwa ni Waingereza. Wala tusidanganywe, ndio maana nimekuambia ni mwanzo, someni haya mambo sasa hivi yamo ndani ya vitabu, katafuteni. Nyaraka hizi zimetolewa. Wajua wenzetu na utaratibu, nyaraka za siri za serikali kila baada ya muda fulani huwa zinaachiliwa, watu wanaruhusiwa kwenda kuziona na kuzisoma. Ndio tulikuwa yapata yote. Mara nyingi huambiwa ati hoja ilikuja kwa sababu vyama vya siasa vilipoanzishwa Zanzibar imegawanyika, ikatakiwa lete amani. Si kweli. Waingereza wameanza kuichimba Zanzibar tangu miaka ya 1940. Mbali ya kuichimba huko nyuma tunakotoka, katika nyaraka mbalimbali za Kiingereza, kila palipokuwa pakijadiliwa mwelekeo wa baadaye wa Zanzibar, wakati nchi zimeanza kudai uhuru, Mwingereza wataalamu wake alikuwa akiwaleta, watunga sera wake kutoka London, wote walikuja na mapendekezo. Hata pale ambapo hawakuulizwa katika hoja zao, walisema kwamba Zanzibar haipaswi kuachwa kuwa nchi huru, inapaswa idhibitiwe kupitia ama muungano wa nchi za Afrika Mashariki, ikiwa hauwezekani huo wa nchi zote, basi muungano na Tanganyika. Haya ndugu zangu, kuna kitabu cha Maulidi Mshangama Haji kinaitwa The Last Years of the Protectorate. Kinaelezea na kimenukuu nyaraka zote. Watu kama Sir Walter Coutts alikuwa balozi wa Kiingereza hapa, watu kama Sir Hilary Blood waloletwa kupendekeza mwelekeo wa kikatiba wa Zanzibar mwaka 61. Haya wameandika. Yameanzia miaka ya 40, vyama vya siasa vya kupigania uhuru havijaanzishwa Zanzibar. Lakini pia watu wazito wa Uingereza wameatamka. Mmoja mbali hawa niliwataja akiitwa James Callaghan. Huyu alikuwa kiongozi wa chama cha Labour Uingereza, akaja akawa waziri mkuu wa Uingereza baadaye. Huyu katamka tena akiwa Zanzibar, wakati alikuwa waziri kivuli wa fedha, chama chake ilikuwa cha upinzani kwa wakati huo, kwamba
anamwambia mmoja katika wanasiasa wakubwa wa Zanzibar kabla ya uhuru wa Zanzibar, kabla uhuru wa Tanganyika, kwamba Zanzibar isitegemee kuwa nchi yenye mamlaka yake, kwa maana isitegemee kuwa independent sovereign state. Na akasema Zanzibar inachoweza kuwa ni kuunganishwa na Tanganyika, kama ambavyo tunafikiria na kupanga kwamba Singapore iwe chini ya shirikisho na Malaysia. Tupo? Sasa tujiulize tena, baada ya miaka 61 wale ambao tulifananishwa nao Singapore, wao walikuwa na kiongozi alojitambua, Lee Kuan Yew. Alianza kudai haki mapema, Malaysia wakaona kero, wakamfukuzilia mbali katika shirikisho. Singapore imetoka, leo Singapore iko wapi? Nyote mnajua. Mpaka kutufanya sisi tuzungumze kwamba pahala pa kuwa ni kigezo chetu cha ukubwa wa maendeleo tunataka kuyafikia, tunasema dira yetu ni dira ya Singapore. Lakini huko nyuma watawala wa Uingereza walifika kutukadiria kwamba sote tuje tuwe kama hivi ambavyo wametufikisha hapa tulipofika. Tupo Huyo ni nani? James Callaghan. Mkitaka kuliona hili katafuteni kitabu kinaitwa Conflicts and Harmony in Zanzibar cha Sheikh Ali Muhsin Barwani, anayanukuu haya. Nimalizie moja la mwisho kwenye uwanja wa Uingereza, kwa sababu kama haya yako mengi hatuwezi kuyamaliza yote. Kuna bwana mmoja, huyu kama mtu wa kumwombea dua kila siku Mwenyezi Mungu amhukumu kwa aliko, basi angekuwa huyu. Huyu anaitwa Forsyth Thompson. Huyu alikuwa jasusi wa Kiingereza, lakini kama kaida yao huwa wakiletwa katika nchi zetu hizi wanapachikwa katika nafasi za utumishi ili kuonekana kwamba yeye kaja kwa lengo la colonial service, kutumikia serikali ya kikoloni, lakini huwa na malengo yao, na haya yako paka leo. Hata katika ofisi ya kibalozi nyingi ukenda hizi kuna kuwa na watu nyewe mnaona maafisa kibalozi, kumbe wana kazi zao nyingine. Forsyth Thompson alifika pahala, alikuwa ndo katika ofisi ya balozi mkaazi wa Kiingereza hapa Zanzibar, British resident, na alifika pahala akawekwa yeye ndiye in charge wa security katika ofisi ya British resident. Lakini mpaka baada ya uhuru 63, tarehe 10 Disemba 63 Zanzibar imepata uhuru, basi yeye alikuwa mmoja katika maofisa wa Kiingereza walobakia Zanzibar, katika Zanzibar huru. Na kama kawaida yetu, wazee wetu hawalaumiki kwa miaka ile, hawajakuwa na advantage huu ufahamu ambao sisi leo tunao kwa kuzipitia nyaraka hizi. Akawekwa chini ya ofisi ya waziri mkuu wa Zanzibar na akawa in charge wa hilo swala la usalama. Sasa Forsyth Thompson baada ya kufanikisha malengo yao anaondoka Zanzibar mwezi Februari 1964. Alipofika Nairobi akaandika waraka ambao umebakia kwa ni rejea muhimu. Anauandika kama ni record, ndio wenzetu wanavyotakiwa kufanya siku zote. Ana file report kwa serikali yake. Akasema aliofanya Zanzibar, kisha akasema kwamba tunapaswa kuendelea kuidhibiti Zanzibar, na njia pekee ya kuidhibiti Zanzibar ni kuhakikisha tunaiunganisha na Tanganyika. Tupo Kwa hivyo nilikuwa nasema hili, nimesema lengo lilikuwa ni kuidhibiti Zanzibar, lakini wachezeshaji walikuwa wawili. Wa kwanza nimewaambia ni Waingereza, nishawapa historia yake kwa ufupi. Tumeelewana? Wa pili sasa nani?
wa pili alikuwa Julius Nyerere. Lakini hawa walikuja wakashirikiana kwa sababu malengo yao yalikuja kumbe yakawa yanafanana. Kwa hivyo kila mmoja akawa anamtumia mwenzake. Wengine wakieleza historia ya muungano huwa wanasema kwamba ni matokeo ya vita baridi, Cold War, mvutano baina ya kambi ya magharibi na kambi ya mashariki, kwa sababu baada ya mapinduzi Zanzibar ilihofiwa ingekwenda kwenye mrengo wa kikomunisti, na kwa hivyo ilitajwa kwamba ingeweza kuja kuwa Cuba of East Africa, ni Cuba ya Afrika Mashariki. Sasa wengine wanatuzungusha hapo tu kwamba mataifa ya magharibi yaliona hofu hiyo, kwa hivyo yakatumia ushawishi wake Tanganyika ili kuidhibiti Zanzibar isije katika mrengo wa kikomunisti. Lakini nyaraka zilizofichuliwa sasa, na kuna document moja ambayo CIA, shirika la ujasusi la Marekani, walizuia kwa muda mrefu sana, nyingine zote ziliachiliwa, watu wanaweza kusoma katika mitandao. Hii tangu 66 ilipoandikwa kwamba ni uchambuzi wa muungano na mapinduzi ya Zanzibar, imedhibitiwa mpaka imekuja kutolewa mwaka 2007. Kawaida rule yao, kanuni yao ni baada ya miaka 20 nyaraka huwa zinaachiwa, lakini zile sensitive nzito zile huchukua muda mrefu. Hii imekaa zaidi ya miaka 40 kama mnavyoona, kuanzia 66 mpaka 2007 ilipoachiwa. Na bahati nzuri alioandika ripoti hii huo mwaka 66 anaitwa Helen Louise Hunter. Aliomba ruhusa baada ya kuachiliwa ile nyaraka kwamba yeye, kwa sababu alikuwa ni mwandishi wake, aitungie kitabu, na imechapishwa kitabu. Humu ndo unaona kwamba kumbe kila mmoja alikuwa akimtumia mwenzake, wote wawili, Nyerere na Waingereza, lengo ni kuidhibiti Zanzibar. Na haya yamekuja kuthibitika mpaka hivi leo. Kwa hivyo haya anasema kwenye chanzo, sababu, historia, haya tusiyafiche, wasitulishe propaganda, tuelezane ukweli kwamba lengo lilikuwa ni kuidhibiti. Kwa hivyo kama tunataka kweli kuendelea muungano ambao tunasema msingi wake unapaswa kuwa muungano wa haki, heshima na usawa, tunapaswa kurudi mezani, tukubaliane upya namna ya kuungana na haki za kila nchi katika huo utakokuwa muungano, sio udhibiti huu. Na hilo ndilo ambalo wenzenu mlotutuma kwenye bunge la katiba tulijaribu kulifanya, lakini wenye lengo la udhibiti wameshanogewa, hawakuwa tayari kufanya marekebisho ambayo tunayataka. Tunaelewana eh? Sasa hiyo ni historia. Lakini wakati muungano wenyewe unafanywa, sasa 64, hayo ya historia na malengo tushaeleza. Unaona njama, kama kweli kuna nia njema, kwa nini mshirika mmoja awe anafanya na walialikwa kina marehemu Maalim Seif Yusuf Mgeni, marehemu Mzee Machano, walikwenda kuwakilisha. Kitabu hichi The Partnership alichokiandika Mzee Jumbe anasema katika historia hii, kwanza hili la Zambia alilitaja, lakini kikubwa anasema wakati kunaletwa ujumbe, delegation, kuja kumshawishi Mzee Karume akubali kuunganisha Zanzibar na Tanganyika,
Mzee Jumbe ambaye alikuwa ndio waziri wa nchi katika ofisi ya Mzee Karume anathibitisha Mzee Karume alikataa. Anasema mpaka zikatumika njama na vitisho ndipo hatimaye ikabidi kukubali. Na moja ambalo linasemwa na Mzee Jumbe kalitaja katika kitabu chake ni kwamba baada ya mapinduzi, kwa sababu Zanzibar sote ilikuwa imegawanyika, palikuwa pana hofu kwamba Zanzibar ikiachiwa wanaweza wale waliopinduliwa wakarudi wakaja wakampindua Mzee Karume. Kwa hivyo paliletwa askari 300 wa Tanganyika hapa Zanzibar kwa hoja kwamba wanakuja kulinda amani. Kwa hivyo Mzee Karume akatishiwa kwamba asipokubali kuunganisha Zanzibar Tanganyika, Tanganyika itaondosha askari wake 300, tena litakalomkuta yeye shauri yake. Kwa hivyo Mzee Jumbe amethibitisha kwamba haya yalikuwa ndio mazingira yaliyopelekea ukafanywa huo muungano. Lakini si tu mambo yalikwenda hivyo katika kufanywa muungano. Wakati muungano unaandaliwa, na kama palikuwa na nia njema, ungetegemea kwamba washauri wakuu wa kisheria wa nchi mbili washirikishwe kikamilifu. Tupo? Mimi naona kama mko kwingine kabisa. Haya mnaweza kuwa mnaona hayana jazba zile mzozoea, mkaona haya wavuti. Haya ndio mnatakiwa muyajue. Haya tunaweza tukapiga maslogan tu hapa mkashangilia mkatoka, lakini mkitoka mmetoka watupu. Tunawapa elimu na maarifa. Kwa hiyo unachosema ulitegemea wanasheria wakuu wa nchi mbili washirikishwe, lakini leo hakuna shaka, wote wamethibitisha kwamba katika kuandaa mkataba wa muungano mwanasheria mkuu wa Zanzibar hakushirikishwa. Kwa hakika alilazimishwa ende likizo Wolfgang Dorado, na badala yake mwanasheria mkuu wa Tanganyika akiitwa Roland Brown, Mwingereza. Mnaona niliwaambia ya maslahi kukutana pamoja. Mpaka mwaka 64 mwanasheria mkuu wa Tanganyika alikuwa Mwingereza, Roland Brown. Yeye ndiye ambaye alipewa kazi ya siri na Nyerere kumwandalia rasimu ya mkataba wa muungano. Sasa nyie nchi mbili mnaungana, lazima maslahi ya nchi zote mbili yazingatiwe, yalindwe. Vipi mmoja anawakilishwa na mwanasheria mkuu wake na ndio anaitengeneza waraka wa muungano, mwingine anaambiwa mwanasheria mkuu wake ende likizo? Lakini wacha hilo, baada ya shafanywa yote na mkataba uliotengenezwa na upande mmoja ambao umeielemea mno Zanzibar, hayo atakuja kuelezea hali ilivyo sasa mwenyekiti. Lakini hata vile ulivyo, moja katika masharti ya mkataba wenyewe yalisema kwamba lazima ili mkataba uwe halali, na kwa hivyo muungano uwe halali, lazima mkataba ule uridhiwe na bunge la Tanganyika na bunge la Zanzibar. Na bunge la Zanzibar kwa wakati ule lilikuwa ni Baraza la Mapinduzi. Baada ya mapinduzi, chombo cha kutunga sheria Zanzibar kilikuwa kimesimamishwa kwa Baraza la Mapinduzi, likawa ndio chombo cha kutunga sheria cha Zanzibar. Sasa kuna ushahidi wote wa kihistoria, wala hauna shaka kwamba bunge la Tanganyika tarehe 25 Aprili 1964 lilikutana likaridhia mkataba wa muungano. Lakini kuna ushahidi wote kwamba tangu tarehe 22 Aprili 64 mkataba uliposainiwa mpaka hii leo tarehe 26 Aprili 2025, Baraza la Mapinduzi la Zanzibar au chombo cha kutunga sheria cha Zanzibar baada hapo
halijawahi kukutana kuridhia mkataba wa muungano. Kwa hivyo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wenyewe wa muungano, Zanzibar haikuridhia mkataba ule. Tunaelewana? Lakini wacha hayo, haukuridhiwa, lakini ndio umekuwepo ule mkataba. Katika article 8 ya mwisho unasema kwamba yale masharti yaliyotajwa ndani ya mkataba yatakuwa ni masharti ya muda. Ndani ya mwaka mmoja kutoka tarehe ya muungano, kunapaswa kuundwe tume ya katiba na liundwe bunge la katiba kutengeneza katiba ya kudumu ya muungano. Na mkataba ukasema kwa idadi ya wajumbe kutoka Tanganyika na Zanzibar kama watakavyokubaliana Tanganyika na Zanzibar. Hilo pia mpaka leo halijafanyika. Jaribio la mwanzo la kutekeleza hili lilikuwa lile bunge la katiba mwaka 2014. Na lilivyoishia mnalijua, ndio wale niwaambia, wanaotaka umoja wa Afrika hawataki kifungu kinachokaribisha nchi nyingine kujiunga na umoja wa Afrika, mbali ya mambo mengine wanataka yarekebishwe. Tupo? Kilichotokezea nini? Sharti limesema ndani ya mwaka mmoja, lakini mwezi mmoja kabla haujatimia ule mwaka mmoja, Nyerere akapeleka decree, ikafanywa sheria katika bunge kwamba kipindi cha kutunga katiba ya kudumu ya muungano kinaahirishwa kwa muda usiojulikana, indefinitely. Ndio hilo lilotumika. Matokeo yake wakajipa mamlaka wasiokuwa nayo, na huko sitokwenda, huko ni kwa mwenyekiti, ya kuvuruga muungano, huku wakiendelea kunyang'anya mamlaka ya Zanzibar katika kipindi chote mpaka wametufikisha hapa. Kama alivyotuambia mwenyekiti, hatujijui hii nyumba tuliokuwemo, kama ni nyumba mali yetu, kama ni nyumba imekodishwa, kama ni nyumba mtu kahonga hawara wake, hatujijui hadhi yetu ndani ya nyumba hii inayoitwa Zanzibar. Haya ndugu zangu ndio yanotusukuma. Kwa nini tunasema mambo haya lazima yafikishwe mwisho? Na kama ni muungano, basi turudi kwenye meza, tukubaliane kama nchi mbili zilizokuwa huru sawa, kwa masharti ambayo yananufaisha pande zote mbili. Yepi yafanywe atakuja kueleza mwenyekiti. Mimi nimalizie kwa nukta moja ya mwisho, ili nimwekee uwanja vizuri mwenyekiti, kwamba historia ya miaka 61 imetuthibitishia kwamba Wazanzibari hatujawahi kuridhika na malengo ya kutudhibiti. Wanakuweko vibaraka wanaotumika, hao walikuwepo na wataendelea kuwepo, lakini Wazanzibari tena wanaojitambua, wakiwemo waliokuwa viongozi wakuu, hawajawahi kukubali kudhibitiwa, na wengine walipoona tu dalili wakaanza kudai mabadiliko. Wa kwanza alikuwa ni Mzee Karume mwenyewe, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Na haya sasa tulikuwa tukisema, alikuwa akituambia wachochezi wanavurumisha. Sasa wameandika wao wenyewe kitabu ambacho kina jumla ya juzuu 3, volumes 3, ambacho kimegharimiwa na serikali ya muungano wenyewe. Waliwapa kazi wasomi 3, Profesa Isa Shivji, Profesa Saida Yahya Othman na Dr. Ngwanza Kamata. Wameandika kitabu cha wasifu wa Julius Kambarage Nyerere. Ndani yake kwenye hicho kitabu, kwenye juzuu ya 2 volume 2,
ambao mwandishi wake mkuu ni Dr. Ngwanza Kamata katika waandishi watatu, maana waligawana kila mmoja akachukua volume moja. Wamethibitisha kwa ushahidi wa nyaraka kwamba mwaka 1971 Mzee Karume aliliongoza Baraza la Mapinduzi lote kwenda kumkabili Julius Nyerere na kwenda na mapendekezo waliotaka ya mabadiliko ya mfumo wa muungano. Ndio alokwenda nalo. Akamwambia wakati wake bado, zikakusanywa nyaraka zote na hadithi ile imekushia pale. Mwaka 71, mwaka 72 Aprili 7 Mzee Karume akauawa. Mpo? Huyo wa kwanza. Wa pili aliomrithi Mzee Karume mwenyewe Sheikh Abu Jumbe. Nimeshakutajieni hapa kwa mpaka kitabu kaandika. Lakini mwaka 83 yeye aliandaa mapendekezo aliopanga kuyawasilisha kwenye halmashauri kuu ya taifa CCM, wakati halmashauri kuu ya taifa CCM wakati wa chama kimoja peke yake. Yenyewe imetoa fursa watu watoe maoni namna gani ya kuimarisha muungano. Lakini shati muelewe, wao tafsiri yao ya kuimarisha manake ni kukwapua na kukwapua na kukwapua mamlaka ya Zanzibar. Na waraka wao wa 83 CCM ulisema wazi kwamba lengo la kuimarisha muungano ni kuchukua mambo ya Zanzibar yasiyo ya muungano kuyafanya kuwa ya muungano ili kuimarisha serikali ya muungano. Na hili Jaji Warioba akaja kaliweka wazi kwamba lengo letu lilikuwa ni hatimaye kwa mtazamo wa Nyerere kwamba hatimaye mamlaka ya Zanzibar yote yasalimishwe na Tanganyika tuwe na serikali moja. Sasa wametoa fursa wao wenyewe. Mzee Jumbe akaandaa mapendekezo. Kilichotokezea mtakijua nini? Au kama mkijua vijana narudi tena kasomeni na kitabu chake Mzee Jumbe kakisoma. Akapendekeza kwamba njia pekee ya kuimarisha muungano huu ni kuwa na shirikisho la serikali tatu. Washirika wa muungano wawili wajitokeze wazi wazi waonekane, Zanzibar hapa, Tanganyika hapa, halafu kwa yale mambo tutakubaliana kushirikiana iwe serikali ya tatu ya shirikisho. Huu mfumo wa Tanganyika kuvaa koti la muungano ufikishwe mwisho. Kilichomkuta Mzee Jumbe si mnakijua? Rais wa Zanzibar, kiongozi wetu anayewakilisha maslahi na mamlaka yetu, akauzuliwa Dodoma. Hayo ya Mzee Jumbe. Lakini baada hapo wakaingia kina Maalim Sefu, wakapambana na Nyerere, na yeye 88, yeye na wenzake 6, jumla watu 7 wakafukuzwa kwenye chama. Acha hayo, njoo kwa hawa wao wenyewe. Sote tunaikumbuka kadhia ya OIC hapa, Organization of Islamic Conference, umoja wa nchi za Kiislamu. Hapo Zanzibar ilijiunga chini ya Dr. Salmin Amur, lakini ikageuzwa kituko na kioja
mpaka Zanzibar ikalazimishwa ijiondoe, na idhilali kubwa na matusi. Mnakumbuka mpaka Nyerere akamwita Dr. Salmini mbogo. Akaja Rais Amani Karume, lilikaja swala la mafuta kama mnakumbuka, mpaka mwisho likamaliziwa kwa azimio la Baraza la Wawakilishi kwamba swala la mafuta na gesi asilia liondolewe kwenye muungano. Yote nawatolea mfano kwa uchache tu kwamba viongozi mbalimbali wa Zanzibar wameendelea kudai mamlaka yetu, lakini kila anayedai akichomoza kichwa tu panga. Na wa mwisho ambaye kaweka historia kujivunia ni chuma kile pale, Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Au hamumkumbuki katika bunge la katiba? Sisi tushakataa katika Ukawa, tumeondoka baada ya kukataa mapendekezo tuliyowatoa. Kabaki peke yake kama mwanasheria mkuu wa serikali, wakati ule si mwanasiasa, analazimishwa apige kura ya usaliti dhidi ya Zanzibar. Akawaambia kamwe katu abadan mimi sitaisaliti Zanzibar. Na ndio imeandika historia yake mpya kuanzia pale. Hata imani zetu wa Zanzibari zimejengeka kwake kwa ushujaa na ujasiri aliotuonesha Dodoma mbele ya manyanga wale. Kwa hivyo ndugu zangu, nachohitimishia niondoke. Kwa historia hii mtakuwa mmeona kwamba asili lengo ni kuidhibiti Zanzibar, si umoja wa Afrika kama wanavyotudanganya miaka yote. Lakini majaribio yote ya kurekebisha ilikuwa liwe muungano wa haki, na yamefanywa na viongozi wenyewe. Nimewatajia hapa Mzee Karume, Mzee Jumbe, kina Maalim Seif, Dr. Salmini, Dr. Amani Karume mpaka Mheshimiwa Othman. Kila anayesimama maslahi ya Zanzibar, Dodoma imegeuzwa ndio machinjio ya Wazanzibari. Sasa ndugu zangu, sisi tumefanya wajibu wetu. Wengi washatangulia mbele haki na sisi wengine tuko njiani. Lakini tunawaeleza haya, dhamana ya kuyapokea haya na kuendelea kuipambania Zanzibar na kuhakikisha kama ambavyo hawakufanikiwa kumaliza lengo lao, chini ya dhama zenu muhakikishe kwamba si tu hawafanikiwi, lakini walichochukua mnakirejesha katika mamlaka yetu Zanzibar. Mko tayari vijana? Mko tayari vijana? Na hiyo ndio sababu mwenyekiti akatangaza kwamba mwaka 2025 ni mwaka wa kuinusuru, mwaka wa kuinusuru. Sasa sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu atuletea neema kubwa kutupa jabali lile pale. Mwenyezi Mungu akiondoa anaweka. Kamuondoa mzee wetu marehemu Maalim Seif, Mwenyezi Mungu amlaze pema. Uhai wake wote na nyinyi mashahidi, ajenda yake kuu ilikuwa ni mamlaka ya Zanzibar. Mwenyezi Mungu kamuondoa, sote tukasema anefaa kupokea kijiti hichi akaendeleza safari hii ni Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Na tunalisema hilo, mnashuhudia nyinyi. Hawa niliowatajia ni viongozi kutoka Chama cha Mapinduzi wengine, au sio? Lakini walisimama kwa ajili ya Zanzibar, hata kama si kwa kiwango ambacho tunakitaka sisi. Lakini waulizeni nyie, huyu aliyokuwepo sasa mwaka wa 5, mmewahi kumsikia anazungumzia haki za Zanzibar? Mmewahi kumsikia anatetea mamlaka ya Zanzibar? Hawezi, kwa sababu aliletwa na Magufuli. Lengo lilikuwa ni kukamilisha ajenda, lakini tunamwambia ajenda hii atarudi nayo alikotoka. Wazanzibari tumeamka, Wazanzibari tumeamka, Wazanzibari, Wazanzibari. Asanteni sana.